Ndugu zangu wa Tanzania, ninawasalimu katika jina la Yesu. Mimi ni mtume Joseph Julius Goriama. Ndugu zangu wa Tanzania, mwaka 2013 kwa neema ya Mungu nilifanikiwa kusajili taasisi yenye jina Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa, kwa kifupi TUMATA. Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa tangu iliposajiliwa mwaka 2013 mpaka leo mwaka 2025 ni takribani miaka 12 imepita. Ndugu zangu wa Tanzania, Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa tangu ilipoanzishwa, lengo lake kuu ilikuwa ni kupambana na mmomonyoko wa maadili ndani ya taifa letu. Ndugu zangu wa Tanzania, Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa imekuwa ikipambana na mmomonyoko wa maadili kwa sababu taasisi hii inaamini ya kwamba mmomonyoko wa maadili peke yake ndiyo adui wa ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu ya Watanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa imekuwa ikipambana na mmomonyoko wa maadili kwa sababu tunaamini mmomonyoko wa maadili ni kujengeka kwa tabia mbaya zinazozuia Watanzania kupata mahitaji yao makuu ambayo ni ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu. Lakini pia tumekuwa tunaamini mmomonyoko wa maadili ni kujengeka kwa mfumo mbaya wa maisha. Kujengeka kwa mfumo mbaya wa maisha, au kwa lugha nyingine, mmomonyoko wa maadili ni kujengeka kwa utaratibu mbaya wa kuendesha maisha. Sasa sisi kama Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa tunaamini adui halisi kwa ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu ya Watanzania sio chama chochote cha siasa, sio dini yoyote ile, sio Mtanzania yeyote, wala sio jinsia yoyote, wala sio ndoa yoyote ile, wala sio familia yoyote. Tunaamini ya kwamba adui halisi wa ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu ya Watanzania sio kiongozi yoyote yule, wala sio mtawala yeyote. Sisi tunaamini adui halisi wa ustawi, maendeleo, mafanikio na maisha bora ya Watanzania ni mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili ni kujengeka kwa mfumo mbaya wa maisha, ni kujengeka kwa tabia mbaya, ni kujengeka kwa utaratibu mbaya wa maisha. Utaratibu mbaya upi? Mfumo mbaya upi? Tabia mbaya zipi? Zipo nane. Miaka hii 12 nimekuwa nikiwaeleza Watanzania ya kwamba tabia ya kwanza ambayo ndio adui yetu ni tabia ya kuwaziana mawazo mabaya. Kuwaziana mawazo mabaya. Tabia ya pili ni kutazamiana mabaya sisi kwa sisi. Tabia ya tatu ni kuneneana maneno mabaya yasiyo ya amani, yasiyo ya kupeana matumaini. Tabia ya nne, kutendeana matendo mabaya ya uovu. Tabia ya tano ni kuonana kwa jicho baya la uovu. Tabia ya sita ni kuhusiana kwa mahusiano mabaya sisi kwa sisi, mahusiano mabaya ya uovu. Tabia ya saba ni kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki, yasiyo ya haki. Na tabia ya nane ya mwisho ni kusimamiana kwa misimamo mibaya isiyo ya haki. Ndugu zangu wa Tanzania, hizi tabia mbaya ambazo naziita mmomonyoko wa maadili ndizo ambazo zimetutenganisha Watanzania katika kila eneo.
ndizo zinaangamiza ushirikiano wa upendo katika shida na raha, ndizo zinaharibu mawasiliano ya kuaminiana miongoni mwetu wa Tanzania. Hizi tabia 8 ndiyo adui halisi wa Tanzania. Hatupasi kuhangaika na Watanzania wenzetu, hatupasi kuhangaika na viongozi, watawala, chama cha siasa, dini. Adui yetu ni mmomonyoko wa maadili. Ndugu zangu wa Tanzania, mmomonyoko wa maadili ndio unasambaratisha ndoa za Watanzania, ndio unasambaratisha marafiki, jamaa, ndugu. Mmomonyoko wa maadili, hizi tabia za kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Hizi tabia 8 ndizo zimesambaratisha ndoa nyingi, ndizo zinasambaratisha familia, ndizo zinasambaratisha ndugu, zinasambaratisha marafiki, zinasambaratisha jamaa, zinasambaratisha Watanzania hivi sasa. Na mimi nataka nikuambie, mmomonyoko wa maadili ni adui. Yuko ndani ya ndoa za Watanzania, yuko ndani ya familia, yuko ndani ya koo, yuko ndani ya makabila. Mmomonyoko wa maadili uko ndani ya dini. Ndani ya dini, watu wa dini moja wanawaziana mabaya, wanatazamiana mabaya, wananeneana mabaya, wanatendeana mabaya. Kwa nini msione mmomonyoko wa maadili ndio tatizo? Tuunganishe nguvu zetu wa Tanzania, tutumie rasilimali zetu kupambana na hizi tabia hizi. Kwa miaka 12 nimekuwa nikiambia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyu ni adui. Mmomonyoko wa maadili yuko ndani ya jamii zetu, ndani ya familia, ndani ya koo, ndani ya jumuiya. Unakuta ndani ya jumuiya ya vijana, jumuiya ya wazazi, ndani ya jumuiya watu wanawaziana mabaya, wanatazamiana mabaya, wananeneana mabaya, wanatendeana mabaya, wanaonana kwa jicho baya, wanahusiana vibaya, wanafanyana maamuzi na misimamo isiyo ya haki. Mmomonyoko wa maadili uko ndani ya serikali. Unakuta wote wako ndani ya serikali, pengine ni viongozi au wafanyakazi, lakini wanawaziana mabaya, wanatazamiana mabaya, wananeneana maneno mabaya, wanatendeana mabaya, wanaonana kwa jicho baya, wanahusiana kwa mahusiano mabaya, wanafanyana maamuzi na misimamo isiyo ya haki. Hata ndani ya chama cha siasa unashangaa wote ni wanachama wa chama kimoja cha siasa, lakini huyu adui huyu yumo. Unakuta watu ndani ya chama wanawaziana mabaya, wanatazamiana mabaya, wananeneana mabaya, wanatendeana mabaya, wanaonana kwa jicho baya, wanahusiana vibaya. Ndani ya chama kimoja watu wanafanyana maamuzi yasiyo ya haki na wanasimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Ndugu zangu wa Tanzania, mmomonyoko wa maadili uko ndani ya shule, uko ndani ya vyuo, uko ndani ya rika, ndani ya jinsia, ndani ya vikundi, ndani ya miradi, ndani ya taasisi, ndani ya mashirika, makampuni, viwanda. Tabia hizi za kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, watu wanachukulia kama ni kawaida, lakini ndizo zinazuia ustawi wetu, maendeleo yetu, maisha yetu bora na maendeleo endelevu. Sasa nataka niwakumbushe Watanzania wenzangu, kwa miaka 12 kama msemaji wa Mungu, nawaambia Watanzania, mpaka niliandika kitabu kinaitwa Mmomonyoko wa Maadili, nikiwahimiza Watanzania kwamba tatizo letu sio serikali, sio chama cha siasa, sio dini fulani, sio mtu fulani. Tatizo letu sisi ni mmomonyoko wa maadili, kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Na mimi nawaambia ukweli wa Tanzania, adui kama anashambulia, alafu wale wanaoshambuliwa hawamjui adui yao, unajua nini? Ataendelea kuangamiza. Adui anapofanikiwa kuingia ndani ya watu na kujificha, watu wasimtambue, madhara yake ni nini? Watu wataanza kuonana wao kwa wao kama maadui, wataanza kupigana wao kwa wao. Na ndicho nakiona leo ndani ya taifa langu. Watanzania kwa Watanzania tunaumizana, tunafanyana mambo yasiyo ya haki, tunatendeana mabaya, tunaneneana maneno mabaya. Hii ni ishara ya kwamba tumeingiliwa na adui ndani ya taifa, na kibaya ni kwamba hatumtambui adui yetu. Na kama hatumtambui adui yetu,
Maana yake tumeendelea kumpa sauti ya kutugawa, mwelekeo wa kutuumiza. Tumeendelea kumpa sababu ya kutugawa, sababu ya kuangamiza umoja wetu, sababu ya kuangamiza mshikano wetu. Tumeendelea kumpa nguvu na mamlaka ya kuendelea kubomoa mawasiliano yetu ya kuaminiana. Ndugu zangu wa Tanzania, mmomonyoko wa maadili ni janga ndani ya taifa letu, na sio tu janga la taifa letu, kila taifa duniani mmomonyoko wa maadili ni janga. Sasa kibaya, watu hawajatambua ya kwamba mmomonyoko wa maadili ni janga na ni adui. Mmomonyoko wa maadili ndiye sababu ya umaskini, ndiye sababu ya madeni, ndiye sababu ya magonjwa, ndiye sababu ya ujinga. We fight with the wrong enemies. That's why we are moving around the bush. Ndugu zangu wa Tanzania, mmomonyoko wa maadili hivi leo umetufanya Watanzania tupoteze sauti moja ya kuisikiliza. Umefanya Watanzania leo tupoteze mwelekeo mmoja wa kufuata. Mmomonyoko wa maadili leo umetugawa Watanzania. Hatuna amani sisi kwa sisi. Mmomonyoko wa maadili umeangamiza ushirikiano wetu wa upendo, umoja wetu, mshikamano wetu. Leo Watanzania hawapendani, hawathaminiani, hawajaliani. Leo hii mmomonyoko wa maadili umeharibu mawasiliano yetu ya kuaminiana. Kuna watu wanajiona wana haki katika nchi hii kuliko Watanzania wengine. Ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Tumepoteza kuaminiana. Tumepoteza ile hali ya kila mmoja kumuona Mtanzania mwenzake kama ndugu yake. Leo hii ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, mawakala wa mmomonyoko wa maadili wanaeneza sumu ndani ya taifa letu. Wanaendelea kutugawa, wanaendelea kuangamiza ushirikiano wetu wa upendo, wanaendelea kueneza mawasiliano ya kutokuaminiana. Mawakala wa mmomonyoko wa maadili ni wale wanaochochea Watanzania waendelee kuwaziana mabaya, waendelee kutazamiana mabaya, waendelee kuneneana maneno mabaya. Mawakala wa mmomonyoko wa maadili ni wale wanaochochea Watanzania waendelee kutendeana matendo mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Hawa ni mawakala wa mmomonyoko wa maadili. Mkoloni wetu anaitwa mmomonyoko wa maadili. Ndugu zangu wa Tanzania, ni lazima tuungane. Lazima tuungane kupambana na mmomonyoko wa maadili ndani ya taifa letu. Nawaambia Watanzania, kama hatutaungana kupambana na mmomonyoko wa maadili kwa nia ya dhati, taifa letu litaendelea kugawanyika. Tutafika mahala tutajuta na hatutakuwa na uwezo tena wa kurudi nyuma. Tutagawanyika. Tutapoteza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, tuungane. Acha kumwazia Mtanzania mwenzio mabaya. Acha kumtazamia mabaya Mtanzania mwenzio. Acha kumnenea maneno mabaya Mtanzania mwenzio. Acha kumtendea matendo mabaya Mtanzania mwenzako. Acha kumuona kwa jicho baya Mtanzania mwenzako. Acha kuhusiana na Mtanzania mwenzako kwa mahusiano mabaya. Acha kumfanyia Mtanzania mwenzio maamuzi yasiyo ya haki. Acha kumsimamia Mtanzania mwenzio kwa misimamo isiyo ya haki. Nasema acha. Weka silaha chini. Silaha hiyo ya kumwazia mwenzio mabaya, ya kumtazamia mabaya, kumnenea mabaya, kumtendea mabaya, silaha hiyo ya kumuona mwenzio kwa jicho baya, ya kuhusiana na mwenzako kwa mahusiano mabaya, hiyo silaha ya kumfanyia Mtanzania mwenzio maamuzi yasiyo ya haki na kumsimamia kwa Mtanzania mwenzio kwa misimamo isiyo, iweke chini kwa jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu wa Tanzania, Mungu anataka Watanzania turudi kwenye maisha yatakayotuhakikishia ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu. Mungu anataka turudi kwenye maadili ya taifa letu. Taifa hili maadili yake ni watu wake kuwaziana mawazo mema, kutazamiana mema, kuneneana maneno ya amani na kupeana matumaini. Taifa hili maadili yake ni watu wake kutendeana matendo ya upendo, kuonana kwa jicho la upendo, kuhusiana kwa mahusiano ya upendo, kufanyana maamuzi ya haki na kusimamiana kwa misimamo ya haki. Ninaliagiza taifa la Tanzania kurudi kwenye msingi wake.
msingi wa taifa hili uliojengwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Msingi wa taifa letu ni uzalendo. Msingi wa taifa letu ni maadili. Mzalendo wa taifa hili hawezi kumwazia Mtanzania mwenzie mabaya, hawezi kumtazamia mabaya Mtanzania mwenzake, hawezi kumnenea maneno mabaya Mtanzania mwenzake. Mzalendo wa taifa hili hawezi kumtendea Mtanzania mwenzie mabaya, hawezi kumuona kwa jicho baya Mtanzania mwenzie, hawezi kuhusiana na Mtanzania mwenzie kwa mahusiano mabaya. Mzalendo wa Tanzania anayetakia mema nchi hii hawezi kumfanyia Mtanzania mwenzie maamuzi yasiyo ya haki na kumsimamia kwa misimamo isiyo ya haki. Ndugu wa Tanzania, tumemtenda Mungu dhambi na tumelitenda taifa letu dhambi kwa kukumbatia mmomonyoko wa maadili. Tumetenda dhambi, tumelitenda dhambi taifa letu. Taifa letu ndiye mama yetu, ndio mzazi wetu. Tumelitenda dhambi taifa letu. Tumemtenda Mungu dhambi aliyetuweka ndani ya taifa hili. Tumemtenda Mungu dhambi kwa kukumbatia mmomonyoko wa maadili, kwa kukumbatia tabia za kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Tumetenda dhambi. Tumetenda dhambi. Tumetenda dhambi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa letu, sisi ni watoto. Tumezaliwa ndani ya taifa hili. Mzazi wetu ni Tanzania. Tumemtenda dhambi mzazi wetu. Tumetenda dhambi taifa letu kwa kuwaziana mabaya, kwa kutazamiana mabaya, kwa kuneneana mabaya, kwa kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Tabia hizi tangu nianze kuhubiri miaka 12 iliyopita zimeendelea kujijenga. Watanzania hawataki kuisikia sauti ya Mungu. Watanzania hawataki kuona mwelekeo wa Mungu na kuufuata. Sasa kikombe kinapojaa kinamwagika. Na ndiyo madhara ambayo tumeyapata tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2025. Yale matokeo, yale madhara tuliyoyapata ni kwa sababu ya kukumbatia mmomonyoko wa maadili. Na kama tutaendelea kukumbatia mmomonyoko wa maadili, unaendelea kutupeleka mautini. Utaendelea kutupeleka mautini. Tutaendelea kupoteza ndugu zetu. Tutaendelea kupoteza Watanzania wenzetu. Tutaendelea kupoteza viongozi. Tutaendelea kupoteza nguvu yetu, jeshi letu, askari wetu, wasomi wetu. Tutaendelea kupoteza watu ambao Mungu amewaleta ndani ya nchi hii kutupa ustawi, maendeleo, maisha bora na mafanikio. Natoa wito kwa Watanzania. Natoa wito kwa Watanzania kuungana, kupatana, kuafikiana, kukataa kutumikia zaidi mmomonyoko wa maadili. Nataka Watanzania tupatane, tuafikiane, turidhiane kwamba kuanzia sasa kuwaziana mabaya mwisho, kutazamiana mabaya mwisho, kuneneana mabaya mwisho, kutendeana mabaya mwisho, kuonana kwa jicho baya mwisho, kuhusiana kwa mahusiano mabaya mwisho, kufanyana maamuzi yasiyo ya haki mwisho, kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki mwisho. Turidhiane, tupatane, tuafikiane, tukubaliane kwamba kuanzia sasa mmomonyoko wa maadili hatutaweza tena kuutumikia. Na kama tutakubaliana hayo, tutaafikiana, tutapatana hayo, tutapaswa kuungana tena, kukubaliana, kuafikiana kwamba kuanzia sasa tuingie kwenye maisha mapya. Kwenye maisha mapya ya kuwaziana mawazo mema, ya kutazamiana mema, ya kuneneana maneno ya amani na kupeana matumaini, ya kutendeana matendo ya upendo, ya kuonana kwa jicho la upendo, ya kuhusiana kwa mahusiano ya upendo, ya kufanyiana maamuzi ya haki na kusimamiana kwa misimamo ya haki, ili tuweze kutoka Misri katika maisha ya mmomonyoko wa maadili na kuingia Kanani kwenye maisha yanayozingatia maadili. Watanzania lazima tukubali tumekosea kutumikia mmomonyoko wa maadili. Tumwambie Mungu utusamee kwa kuwaziana mabaya miaka yote hii,
kwa kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Tumwambie Mungu tumekosea kama taifa. Tumwambie Mungu tumekosea. Lakini tumwambie Mungu, namba 2, tunaomba neema sasa ya kuingia kwenye maisha mapya, ya kuzingatia maadili mema. Tumuombe Mungu neema ya kuingia kwenye maisha mapya, maisha ya kuwaziana mawazo mema, kutazamiana mema, kuneneana maneno ya amani, kutendeana matendo ya upendo, kuonana kwa jicho la upendo, kuhusiana kwa upendo, kufanyiana maamuzi ya haki na kusimamiana kwa misimamo ya haki. Ndugu zangu wa Tanzania, natoa wito kama mtume na msemaji wa Mungu wa Tanzania kuingia katika maisha mapya yanayozingatia maadili ya taifa letu. Lazima tuombane msamaha. Mke na mume waombane msamaha kama wamekuwa wakiwaziana mabaya, wakitazamiana mabaya, wakineneana mabaya, wakitendeana mabaya, wakionana kwa jicho baya, wakihusiana vibaya, wakifanyana maamuzi na misimamo isiyo haki. Mke na mume ombaneni msamaha. Wazazi na watoto ombaneni msamaha kama mmekuwa mkiwaziana mabaya, mkitazamiana mabaya, mkineneana mabaya, mkitendeana mabaya, mkionana kwa jicho baya, mkihusiana kwa mahusiano mabaya. Wazazi na watoto, kama mmekuwa mkifanyana maamuzi yasiyo haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo haki, ombaneni msamaha. Ndivyo kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye serikali, kwenye bunge, kwenye mahakama, kwenye chama cha siasa, kila mahala watu waombane msamaha. Waombane msamaha kama mmekuwa mkiwaziana mabaya, mkitazamiana mabaya, mkineneana mabaya, mkitendeana mabaya, mkionana kwa jicho baya, mkihusiana kwa mahusiano mabaya, mkifanyana maamuzi na misimamo isiyo haki. Kila mahala ombaneni msamaha. Iwe ni ndani ya taasisi, ndani ya shirika, ndani ya kampuni, iwe ni ndani ya jamii, iwe ndani ya jumuiya, ndani ya shule, ndani ya chuo, ndani ya kikundi, iwe ndani ya dini, iwe ndani ya dhehebu, iwe ndani ya huduma, iwe ndani ya mradi, iwe ndani ya klabu ya mchezo. Popote wa Tanzania ambako mmekuwa mkiwaziana mabaya, mkitazamiana mabaya, mkineneana mabaya, mkitendeana mabaya, mkionana kwa jicho baya, mkihusiana kwa mahusiano mabaya, mkifanyana maamuzi na misimamo isiyo haki, ombaneni msamaha ili Mungu atupe mwanzo mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. We are not supposed to cover up. Tusifunike uovu ambao tumekuwa nao kwa miaka yote ya maisha yetu wa Tanzania. Tuombane msamaha, tutambue makosa yetu ni yapi, tutambue dhambi yetu ni ipi. Iwe ni serikali na wananchi, ombaneni msamaha kwa kuwaziana mabaya, kwa kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya. Serikali na wananchi, ombaneni msamaha kwa kufanyiana maamuzi na misimamo isiyo ya haki. Natoa wito kwa kila kundi la Watanzania ambalo linajua, kama ni kundi la dini hii na dini hii, kama ni kundi la dhehebu hili na dhehebu hili, kama ni kundi la ndoa hii na ndoa hii, familia hii na familia, ukoo huu na ukoo huu, kabila hili na kabila hili, popote ambako kundi hili na hili mmekuwa mkiishi maisha ya kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, mmekuwa mkifanyana maamuzi na misimamo isiyo haki, ombaneni msamaha. Ipo neema ya Mungu ya mwanzo mpya wa taifa letu ikiwa tutaombana msamaha na kutambua dhambi zetu ambazo tumekuwa tukizitenda zilizotufikisha hapa tulipo. Ni 8 tu: kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana maneno mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana vibaya, kufanyana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo haki. Kuanzia Mtanzania kwa Mtanzania, ndoa, familia, ukoo, kabila, serikali, bunge, mama, kila mahala Watanzania wakague mioyo yao. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kutafuta uso wangu, nitasikia sauti yao, maombi yao na kuiponya nchi yao. Watu wa Mungu ni akina nani? Watu wa Mungu ni Watanzania wote. Watanzania wote sisi ni watu wa Mungu. Hakuna mtu wa shetani hapa. Sisi wote ni watu wa Mungu. Mungu anasema yeye ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Na Watanzania wote wenye mwili, sisi ni watu wa Mungu.
Ndio maana Mungu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, nitaisikia maombi yao na kuiponya nchi yao. Ndugu zangu wa Tanzania, naachilia neema ya upatanisho, naachilia huduma ya upatanisho, naachilia roho ya toba, naachilia roho ya unyenyekevu. Kila mmoja aanguke mbele za Mungu, ajione anahusika katika kufikisha taifa letu hapa lilipofika. Kwa nini? Kwa sababu pia wewe unanisikiliza umetenda dhambi ya kuwawazia wengine mabaya, kuwatazamia wengine mabaya, kuwanenea wengine mabaya, kuwatendea wengine mabaya, kuwaona kwa jicho baya wengine, kuhusiana nao vibaya wengine, kuwafanyia maamuzi yasiyo ya haki na kuwasimamia kwa misimamo isiyo haki. Hakuna mwenye haki hata mmoja anayeweza kusimama mbele za Mungu na kusema yeye hana hatia. Sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunapaswa kuanguka na kumwambia Mungu, naomba unisamehe. Taifa zima tuanguke mbele za Mungu na kumwambia Mungu, tusamehe. Tumejikwaa na tumejikuta tumeangukia mahala, lakini tulipojikwaa ni pale tulipoanza kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya. Tulipoanza kufanyana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo haki, ndipo tulipojikwaa. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni mtume Joseph Julius Goriama, msemaji wa Mungu duniani. Ndugu zangu wapendwa, asanteni kwa kunisikiliza.